Kwa kutumia vitu hivi utakwenda kuondoa laana zote za familia, vifungo ambavyo kwenye familia yenu imekuwa vikiwasumbua sana. Basi utakwenda kuviondoa kwa kuchanganya hivi vitu nitakavyokuelekeza hapa, kwa kufanya spell hii ya asili kabisa ya kuondoa vifungo na laana za familia. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Lakini pia napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Mtu unaweza kukuta kwenye maisha yako umeshajaribu kila aina ya kitu. Umeshajaribu kufanya kila aina ya kazi, kila aina ya biashara ili kuweza kujikwamua, kujiondoa kwenye umaskini, kuishi maisha mazuri, lakini unakuta kila unachofanya hakiendi. Kila utakachokianzisha kitakufa. Kila kazi utakayoipata kitatokea tu kitu ambacho kitakufanya hiyo kazi kushinde au ufukuzwe au jambo lolote baya liweze kukukuta. Au unakuta kwenye familia yenu basi kuna level fulani ya mafanikio, mtu akifika lazima tu atashuka chini, lazima matatizo au majaribu yataanza kumpata. Au kwenye familia yenu unakuta watu hamuolewi, au mtu akiolewa ataachwa, au watu wanapitia changamoto sana katika masuala ya mahusiano. Na pia unaweza kukuta kwenye familia yenu masuala ya uzazi yanakuwa yanasumbua. Yaani katika kifungo chochote ambacho unahisi kwenye familia yenu pia kuna magonjwa. Unakuta kwenye familia yenu kuna magonjwa ambayo yanakuwa tu yanarithishana, yanarudia baadhi ya watu. Basi pia unaweza kwenda kujiondoa kwenye laana hizo na vifungo hivyo kwa kupitia hichi nitakachokwenda kukuelekeza leo. Moja kwa moja katika somo hili, katika spell hii, utatakiwa kuwa na vifaa au kuwa na mahitaji yafuatavyo ili uweze kwenda kuwa salama na kujiondoa kwenye kila aina ya kizuizi, kifungo na laana hizo. Basi utakuwa salama kabisa utakapokwenda kufanya hii spell. Hitaji la kwanza, utahitajika kuwa na kahawa. Tano tote mnaifahamu kahawa. Kahawa hii hakikisha iwe haijachanganywa na kitu chochote. Iwe ni kahawa organic kabisa. Lakini hakikisha kahawa hiyo iwe imesagwa. Yaani ni kahawa iwe imesagwa lakini haijachanganywa na kitu chochote. Basi kahawa huwa ni kitu ambacho kinatumika kuondoa vitu vibaya kwenye mwili, kuondoa negative energy, kuondoa bad energy. Inatumika kwenye spell nyingi kwa ajili ya kusafisha na kuondoa vitu vibaya kwenye mwili wa mtu, kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo hakikisha kwanza, hitaji lako la kwanza utakalotakiwa kuwa nalo kwenye kwenda kufanya spell hii ya kuondoa laana na mikosi na vifungo, hakikisha unakuwa na kahawa. Basi baada hapo, hitaji lako la pili unahitajika kuwa na chumvi. Na chumvi hii ni chumvi ya mawe. Hakikisha unatafuta chumvi ya mawe. Chumvi ya kawaida huwezi ukaitumia kwenye spell hii, kwa sababu chumvi ya mawe huwa inatumika kwenye cleansing, kusafisha mwili, kuondoa vitu vibaya, kuondoa negative energy kwenye mwili, kufanya mwili wako uwe safi na kuondoa vitu vibaya vyote kwenye mwili. Kwenye nyumba pia huwa tunatumia chumvi ya mawe. Kwa hiyo ndio maana ni nzuri zaidi kwenye kwenda kufanya spell hii, kwa sababu nayo itakwenda kusaidiana pamoja na ile kahawa kuweza kusafisha mwili wako, kuondoa vitu vyote vibaya kwenye maisha yako. Basi utakapokuwa umepata hivyo vitu vyako viwili, utakachotakiwa ni kuchanganya hayo mahitaji yako mawili kwenye ndoo ya maji. Ndoo ya maji ambayo utakwenda kuogea. Ila hakikisha maji yao yanakuwa ni maji safi kabisa, ambayo ni kama ukiweza kupata maji ya mvua ni mazuri zaidi. Ukiweza kupata maji ya kisima ni mazuri pia. Lakini ukikosa unaweza kutumia maji tu yoyote ambayo uko nayo. Basi utachukua ndoo yako, utaweka maji vizuri, utajaza kwenye ndoo yako, kisha utachukua ile mahitaji yako mawili, utachanganya kwenye ile ndoo yako ya maji. Na baada ya hapo, kipengele kinachofuata ndio kipengele muhimu sana kwenye hii spell. Na kipengele hichi ni kipengele cha kunuia. Kwa wakati unaweka dawa zako kwenye ile maji, hakikisha unaanza kwa kunuia, unaanza kutaja jina lako, mimi fulani fulani. Ninachanganya hivi vitu kwenye haya maji kwa ajili ya kuondoa vifungo, kuondoa laana zote za familia, kuondoa vitu ambavyo vinanifanya mimi nisiweze kufanikiwa kurudi nyuma. Hiyo ni magonjwa yenu. Yaani sasa unaanza kuelezea shida yako ambayo unaiona ipo kwenye maisha yako au kwenye familia yako. Hapo utaelezea vitu kama ni mambo ya uzazi, kama ni mambo ya ndoa, kama ni mambo ya magonjwa, kama ni mambo ya maendeleo, utanuia ukisema kile ambacho unaona kinaendelea kwenye maisha yako na kwenye familia yako.
Utanuia kila kitu kwamba ninakwenda kutumia hivi vitu. Ninakwenda kujiondoa kwenye vifungo hivyo, kwenye laana hizo, na maisha yangu yatakuwa tofauti kabisa. Ninakwenda kujiondoa kwenye laana hizi za kwenye familia, kuhusu kutokupata watoto, kuhusu kutokupata ndoa kudumu kwenye mahusiano, kuhusu kutokupata pesa, maisha kuvurugika. Unajiondoa kwenye hizo laana zote. Basi unanuia kukiwa yakoroga yale maji yako ambayo umeshachanganya na hivyo vitu nilivyokuambia. Basi wakati unanuia unakuwa una imani, hakikisha unanuia ukiwa na imani kwamba kweli hii spell unayoifanya itakwenda kurekebisha kila kitu kwenye maisha yako. Ukinuia ukiwa na imani, hakika utakapokwenda kutumia dawa hii basi utaona mafanikio. Basi baada ya kunuia, hakikisha unachukua ile maji yako unakwenda kuoga. Na kuoga hakuna masharti. Unaweza ukaamua uoge jioni au uoge asubuhi, ila kwa siku unaoga tu mara moja. Na pia zoezi hili halina idadi. Unaweza ukaamua ukasema mimi hii spell au hii dawa nitaoga siku 3 mfululizo. Au unaweza ukasema nitaoga siku 7 hii dawa ili iweze kufanya kazi zaidi kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe utaamua kwamba uitumie kwa muda gani. Uitumie kwa siku ngapi. Ni wewe mwenyewe na moyo wako utakavyokutuma, jinsi utakavyojisikia mwenyewe kwenye moyo wako, basi utaogea hiyo dawa kwa hizo siku. Lakini pia dawa hii hauhitaji kutumia ukiwa upo katika siku zako. Kama ni mwanamke hautoruhusiwa kuoga hii dawa. Lakini pia hakikisha hiyo siku utakazotumia hii dawa kwa ajili ya kufungua vifungo, hakikisha hutakiwi kukutana na mwanaume au mwanamke kimwili, na maanisha hamruhusiwi kushiriki tendo wakati unafanya hii spell, ili kuacha nafasi ya spell hii kufanya kazi vizuri, iweze kufunguka zaidi mwili wako uweze kujiondoa kabisa. Basi hakikisha unakuwa mtulivu kabisa wakati unafanya hichi kitu na usijishirikishe kwenye vitu vingine. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, lakini napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uanze kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.